Maisha siku zote huwa yanakuwa yamejaa kanuni. Hakuna jambo ambalo halina kanuni katika maisha ya kawaida. Hii naomba iwe ni kanuni kwako wewe ambao unanisikiliza. Ikiwa ina maana ya kwamba mahali popote unapotaka kwenda lazima utumie kanuni. Hakuna vitu vya shortcut. Mfano, tunapotaka kumfuata Mungu lazima kuna kanuni ambazo ukizifuata ndipo kwenye viwango ambavyo tukikuona tunaona ya kwamba kweli umeamua kumfuata Mungu. Kuna kanuni kadha wa kadha ambazo ukizitumia mtu wa Mungu zinaweza kukusaidia. Kanuni ya kwanza, ili uweze kumfuata Mungu na wewe mwenyewe uwe na amani ndani ya moyo wako, yani usijishtaki wala usishtakiwe na moyo wako. Kanuni zipi ambazo unaweza kuzifuata? Jambo la kwanza, lazima uamini kwamba Mungu yupo na kwa moyo wako wote. Hii ni kanuni moja wapo. Lazima uamini ya kwamba Mungu yupo na kwa moyo wako wote. Hii sasa, kabla hata ya kwanza kwenda hakuna mtu ambaye anaweza kwenda kanisani akasema leo naenda kutubu pasipokuwa kwanza ameamini ya kwamba Mungu yupo. Hii ndo kanuni ya kwanza. Lazima uamini ya kwamba Mungu yupo, na utakapoamini ya kwamba Mungu yupo ndipo ambapo unapochukua sasa hatua ya kwenda kwa ajili ya kwenda kutafuta msaada wa kiroho. Hapa bado sijaenda kuelezea mtu gani umtafute. Jambo la kwanza, lazima uamini. Tutapata kutoka kwenye kitabu kimoja cha Methali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi 6. Inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Hii ikiwa ina maana ya kwamba anaposema mtumaini Bwana Mungu wako wala usizitegemee akili zako mwenyewe, kuna muda ambapo lazima jambo la kwanza utumie akili yako, lakini akili yako inapokuwa imefika mwisho ndipo ambapo unapohitaji kumshirikisha Mungu. Hii ikiwa ina maana ya kwamba kwenye baadhi ya mambo yale ya kawaida kuna muda unafikia hitimisho, unaona hapa siwezi. Na asilimia kubwa ya watu ambao wanakuja kuamini ya kwamba Mungu yupo ni wale watu ambao kwanza wamepita kwenye changamoto. Mungu akutie nguvu sana, mtu wa Mungu. Hili ambalo nimelisema likawe ndani yako kwa jina la Yesu. Hii ni kanuni ya kwanza. Nitaendelea na kanuni kadha wa kadha, kanuni 10 hapo baadaye. Jambo la kwanza, subscribe channel yetu hii ya Pastor Francis. Nitakuwepo mimi mwenyewe kwa kuhudumia ndani ya mwezi mzima. Nitakuwa nikifanya ibada na kukufundisha. Usisahau kana bando lako kwa ajili ya kufuatilia kila ambacho Mungu anakuwa amekiweka ndani ya kinywa changu. Hii ni kanuni ya kwanza. Tutaendelea na kanuni ya pili. Mungu akubariki sana. Amen.